Sumbawanga oye! Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Dr. Mwigulu Nchemba oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, waheshimiwa wote meza kuu, itifaki ikiwa imezingatiwa. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna kila sababu ya kukushukuru sana. Tunakushukuru kwa ujio wako katika mkoa wetu wa Rukwa. Toka umefika mkoa wa Rukwa, imekuwa ni kazi yako ya kutusikiliza na kutatua changamoto zetu. Leo ni siku ya 3, umesha kwenda katika wilaya zote za mkoa wa Rukwa, na wilaya zote umetusikiliza na kutatua changamoto zetu. Tunakushukuru sana 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 kwa ujio wako, na Mungu akubariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakupongeza sana kwa kazi kubwa na nzuri unayoendelea kuifanya katika taifa hili. Kazi hii tunafahamu kuwa ni kazi ngumu, ni kazi ya kiuzalendo, ni kazi ya kujitoa. Tunakupongeza sana, kwani namna unavyofanya kazi unatufundisha na sisi ni namna gani tunavyostahili kufanya kazi. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama Chama cha Mapinduzi tunakuomba sana utufikishie salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri alizozifanya katika mkoa wetu wa Rukwa. Mkoa wa Rukwa kwenye kipindi hiki cha awamu ya 6 yamefanyika mambo makubwa ambayo hatujawahi kuyaona kwa kipindi chote toka uhuru. Yapo mambo mengi sana, na kwa sababu ya muda hatutaweza kuyataja yote, lakini nitataja mambo 4 kwa ufupi sana ili nisichukue muda wako. Jambo la kwanza ni huo uwanja wa ndege. Umezungumzwa na kila mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu uwanja wa ndege ulipita katika ilani 3 za Chama cha Mapinduzi. Alipokuja tu Daktari Samia Suluhu Hassan, tulipomfikishia tu, mara moja tuliona uwanja wa ndege ukianza kujengwa. Jambo hili ni jambo ambalo ninakumshukuru sana yeye, kwa sababu lilikuwa limekwama na yeye ndio ambaye alilikwamua. Tunamshukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeona barabara za lami kwa kila wilaya, japo katika wilaya hii ya Sumbawanga mjini serikali ya awamu ya 6 imetia fora. Maeneo mengi tuna barabara za lami kuliko barabara za vumbi, na hili tunamshukuru sana sana sana, kwa sababu halijawahi kutokea kujengewa barabara za lami za wingi wa kiasi hiki tulichonacho. Tumeona hospitali za wilaya tulikuwa hatuna, lakini pia tumeona mambo mengi. Vituo vya afya katika mkoa wa Rukwa tulikuwa navyo 13 tu. Hivi sasa tunavyo vituo vya afya 30. Jambo hili ni jambo ambalo ninakumshukuru sana. Tunakuomba sana umfikishie salamu. Yapo mambo mengi na makubwa yaliyofanyika katika kipindi hichi cha awamu ya 6 ambacho yeye ndiyo kiongozi mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu, jana ulitutembelea ofisini kwetu, ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Tulipata muda wa kuzungumza vya kutosha
lakini pia tulikukabidhi changamoto zaidi ya 15 kwa maandishi. Hivyo tuna uhakika kwa uweledi wako, kwa uchapakazi wako, zile changamoto zote tulizokukabidhi zinaenda kupatiwa ufumbuzi, hasa zile ambazo zimeshafikia hatua ya kutatuliwa. Hivyo tunakuomba tena, zile changamoto tulizokukabidhi kwa maandishi ni changamoto zilizotoka kwa wananchi hawa wakiwa wanakuja ofisini kwetu, lakini pia na sisi tumekuwa tukiwafuata katika maeneo yao kuwasikiliza. Hivyo tumezichambua na tumekukabidhi. Tunakuomba sana kwa heshima na taadhima, changamoto zile tulizokukabidhi zikafanyiwe kazi kadri Mwenyezi Mungu atakavyokuwezesha. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwashukuru sana wana Sumbawanga na wana Rukwa kwa ujumla. Tumetoka kwenye uchaguzi, wamekiunga mkono Chama cha Mapinduzi, wamempa kura nyingi sana Daktari Samia Suluhu Hassan, wamempa kura nyingi sana Mheshimiwa Aish Hilali, mbunge wetu wa jimbo la Sumbawanga, wametupa kura nyingi sana kwa madiwani wetu. Hapa tunao madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Sumbawanga oye! Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kunipa fursa na mimi kusema neno. Asante sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.